Adhimu na muhimu kwa maafisa askari wa kikosi cha zimamoto na uokozi kwa sababu Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuwajali na kuimarisha mazingira yao ya kazi. Katika kuimarisha huduma za zimamoto na uokozi kwa jamii, serikali inaendelea kujijengea uwezo wa kikosi cha zimamoto na uokozi kwa kukipatia vifaa mbalimbali vya uokozi na uzimaji moto, gari za kisasa za kutolea huduma za uzimamoto, za utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya ujenzi wa vituo vya zimamoto na uokozi mjini na vijijini. Kujenga kwa vituo vya zimamoto na uokozi katika maeneo haya ya utalii na uwekaji na uwekezaji kunaleta tija zaidi katika ujenzi wa uchumi wa nchi yetu, ambazo sekta ya utalii na uwekezaji ina mchango mkubwa. Matukio ya majanga ya moto yamekuwa yakiathiri mali na wakati mwingine kupoteza maisha ya watu pale yanapokosekana kuwahiwa mapema. Hivyo kuwepo kwa vituo vya zimamoto na uokozi karibu na wananchi na wawekezaji kunasababisha imani ya wananchi na wawekezaji kwamba iwapo moto utatokezea basi utaweza kuzimwa na kudhibitiwa kwa wakati. Ndugu wananchi na wanazimamoto, kwa hakika serikali imefanya mengi mazuri. Kikosi chetu hichi cha zimamoto na uokozi sasa ni jukumu letu maafisa na wapiganaji kuyalinda majengo haya ili tuweze kuyatumia kwa muda mrefu ujao. Hamasa oye! Makamanda wii! Kwa kweli nitumie fursa hii kuwapongeza sana kwa kazi nzuri mnayoifanya ya kuokoa maisha ya watu na mali zao. Nimeshuhudia matukio mbalimbali yanapotokea mnafika kwa wakati na kwa haraka. Ningependa pia kuwakumbusha, naomba nirudie hii. Kwa kweli nitumie fursa hii kuwapongeza sana kwa kazi nzuri mnayoifanya ya kuokoa maisha ya watu na mali zao, na nimeshuhudia matukio mbalimbali yanapotokezea mnafika kwa wakati na kwa haraka. Mheshimiwa Katibu Mkuu na kamishna wetu wa zimamoto na uokoaji, kwa kweli mnastahili sifa kubwa sana. Mimi kama mnavyojua, wakati wa Rais mstaafu Dr. Ali Mohamed Shein nilikuwa mjumbe wa kamati hii ya tawala za mikoa kwa miaka 5, awamu ya kwanza ya Dr. Shein, na nimefanya kazi na nyinyi karibu sana, na kwa kweli zimamoto ni makamando wa kweli kweli, kwa sababu mnaweza kupanda hata ghorofa 5 kwa ngazi inapotokezea swala la zimamoto na mkashuka na mtu kwa ngazi. Sasa wale wote wanachokiona kikosi hichi cha zimamoto, nitawaomba waheshimu sana, kwa sababu hawa ni makamanda, si wa kuchezea, ni kamanda kweli kweli. Lakini pia nafahamu kwamba vituo vyao vyote vina maji ya kutosha, vina mahodhi ya kutosha, na wana poda ya kutosha ya kuweza kuzima moto wakati wowote wakipata taarifa mapema. Wakati mwingine wananchi wenyewe na wawekezaji wenyewe wanachelewa kutoa taarifa, na ndio maana na wao wanachelewa. Lakini wanapopata taarifa mapema wanafika kwa wakati, na utashangaa na spidi wanaokwenda nayo si ya kawaida kuweza kuokoa maisha ya watu. Kwa kweli nikupongezeni sana kamishna, nikupongeze sana, mshatuokoa sana, mshatusaidia sana, na kwa kweli unastahili kila sifa. Lakini vile vile nikuahidini, mimi ndio waziri wa maji. Kama mtahitaji maji ya ziada na magari ya kutosha kuchimbia visima, ili mwe na visima vya ziada. Ningependa pia kuwakumbusha juu ya wajibu wenu na kuhakikisha mnafanya kazi kwa nidhamu ili iweze kufikia malengo yanayokusudiwa na serikali katika kutoa huduma mbalimbali. Mfanye kazi kwa mujibu wa viapo vyenu na muwe na mashirikiano mema na wananchi wa hapa Bwejuu na shehia za jirani. Serikali inaamini kwamba kituo hichi cha Bwejuu kitakapokamilika kitaweza kutoa huduma nzima za ulinzi na usalama katika ukanda huu wa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama pamoja na wananchi kwa ujumla wao. Maendeleo haya tunayaona yanatokana na amani iliyopo nchini, hivyo ujenzi wa vituo kama hivi na utekelezaji wa kudumisha amani na utulivu nchini. Ndugu wananchi na zimamoto, serikali inapenda kuwashukuru washirika wa maendeleo kwa misaada yao mbalimbali wanayoitoa kupitia kikosi chetu hiki. Misaada hiyo ni pamoja na mafunzo ya vitendo ya kazi, na niwapongeze sana uongozi wa kikosi cha zimamoto
kwa kuendeleza mashirikiano yaliyopo baina ya nchi yetu na nchi za washirika wa maendeleo. Vile vile nipende kuwashauri uongozi wa kikosi cha zimamoto na uokozi pamoja na tume ya mipango ya Zanzibar kwamba wakati umefika sasa tunapopanga kujenga vituo au mahanga katika ukanda huu wa utalii na uwekezaji, tuhakikishe tunajenga majengo ya ghorofa. Ardhi ya maeneo haya ina thamani kubwa, kwa maana tutakapojenga majengo ya ghorofa tutatumia vizuri ardhi tulionayo, lakini pia tutaleta haiba nzuri ya maeneo haya ambayo kila siku yamekuwa yakipokea wageni kutoka nchi mbalimbali. Na naamini kwa serikali yetu hii tukufu chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, inshallah kama tulivyopata majengo haya mazuri na baadaye zitakuweko ghorofa za wapiganaji kama walivyokuwa kwenye mahospitali na maeneo mengineo. Ndugu wananchi na zimamoto, nikiwa ukingoni mwa hotuba yangu nitumie nafasi hii kuwapongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa kuliongoza taifa letu vyema na kuleta maendeleo katika nyanja za kiuchumi, kijamii, kisiasa, kiutamaduni. Kwa kumalizia, napenda kuwashukuru kipekee kabisa wananchi wote, viongozi wa mkoa huu wa Kusini Unguja pamoja na viongozi wapiganaji wa kikosi cha zimamoto na uokozi kwa kujitokeza kwa wingi katika shughuli yetu hii ya leo na mapokezi mazuri mlionipa. Hakika nilipofika Bwejuu pale nilipigiwa simu nikiwa mjini, nikaambiwa escort inakuja mjini. Nikamwambia katibu wangu waambie kwanza asubiri maeneo fulani mtaungana nao. Lakini ndugu katibu mkuu kaka yangu na kamishna nilikutana na makomando pale maeneo ya Jozani, nikajiuliza msafara ndo wangu huu? Nikaambiwa wako bwana. Ninakushukuruni sana. Hakika una makomando si wa kutania. Niwashukuru wale MPs wote wale ni escort mpaka kufika hapa na kushukuruni sana kwa ujasiri wenu. Kadhalika napenda kuwashukuru viongozi wote wa serikali mliopo hapa, viongozi wa vyama mbalimbali, hususan Chama cha Mapinduzi, chama tawala, nikiwa mimi mwenyewe mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, vyombo vya habari, ndugu wananchi, makomando wetu, vijana wetu, hamasa kwa ujumla. Natambua uwepo wenu na kushukuruni sana. Kwa hakika kila mmoja wetu aliyehudhuria hapa ana umuhimu wake na nakushukuruni sana. Sina cha kukulipeni. Mwenyezi Mungu atakurudisheni salama na afya njema. Mwisho kabisa, nawashukuru uongozi wa Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa, Idara Maalum za SMZ kwa kuridhia niwe mgeni rasmi wa shughuli hii. Hakika viongozi tuko wengi, lakini mimi nakushukuruni, nimeona leo hapa naweza kuwa kiongozi na kushukuruni sana kwa mapokezi yenu na kwa imani yenu juu yangu. Baada ya kusema hayo, sasa natamka kwamba nimeweka jiwe la msingi la kituo cha zimamoto na uokozi Bwejuu leo tarehe 8 mwezi wa kwanza 2026 katika maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mapinduzi! Asanteni sana. Asante.